atuhudumie kila mmoja wetu. Sasa kwa mfano ndio tungesema Yesu hajapaa mpaka leo, labda yuko Marekani, si ndio kila siku watu wangekuwa wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wote wanaoumwa sio wangekuwa wanatafuta hata manauli kwenda huko wakapone. Lakini akaona hii itawatesa wanadamu, ngoja nirudi mbinguni, alafu nikarudi tena katika ulimwengu wa roho, nikae kwa kila mmoja ili niweze kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Unaona semekana anasema nitakwenda kumwomba nani? Baba. Hakutaka kuwafafanulia. Unajua shida iko hivi. Kipindi kile Yesu alikuwa katikati ya Wayahudi ambao wale walikuwa na sheria kali sana. Yaani Yesu angejitangaza moja kwa moja mimi ndiye Mungu, wangemwogopa. Na walimwogotea mawe sehemu moja hivi. Aliwaambia mimi ndiye Mungu. Akamwambia huyo Ibrahimu ambaye nyinyi mnatamba naye, kabla yeye hajawepo mimi nilisha kuwepo. Akasema wewe Ibrahimu hujapata wewe hata miaka 50, Ibrahimu amekufa miaka 2000 sijui iliyopita. Wewe unatuambiaje kwamba wewe ni mkubwa kuliko nani? Ibrahimu. Maana wewe unatuambia wewe ni Mungu. Anasema kabla Ibrahimu kuwepo mimi niko. Na hilo jina aliwatajia pale ndilo aliyomtajia nani? Musa pale juu kwenye mlima. Musa akamwambia sasa wewe unaniambia mimi niende kwa wana wa Israeli? Unajua wale watu wana maswali sana. Wakisema ni Mungu gani amekutuma uje utuokoe? Akamwambia wewe wakikuuliza waambie mimi niko ambaye niko ndiyo amenituma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alipofika Yesu mwenyewe akathibitisha, akawaambia wale Wayahudi mimi niko. Sasa sababu watu vichwa ni vigumu, hawakuweza kufanya nini? Kumuelewa, wakakumkotea mawe kutaka kufanya kumpiga. Kwamba huyu anakufuru anajiita yeye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia Filipo hapo, wewe umekuwa na mimi siku zote, wewe usinijue Filipo. Aliyeniona mimi ndio amemwona nani? Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu ni nani? Yesu ni Mungu. Na ndio huyo anasema ninakwenda kwangu kuandalia makao. Kumbe mbinguni ni kwa nani? Kwa Yesu. Nitarudi ili nije niwachukue nilipo mimi na nyinyi muwepo. Tangesema alipo Mungu na nyinyi muwepo. Kwa nini amesema nilipo mimi na nyinyi muwepo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuonea huruma watu ambao hawajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Siku akifika, unajua mwanadamu kazi yake ni kufuata mkumbo. Huo mkumbo anaofuata siku akifika Yesu ataona maana ya mkumbo nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa tumeona hapa maana ya Yesu ni nani. Sasa tukaona upendo wa Yesu. Tukaona nini? Okay, namba 5, tumeshia namba 4. Namba 5, Yesu Kristo ni njia na kweli na uzima. Yesu Kristo ni nani? Ni njia na kweli na uzima. Yohana 14 mstari wa 6. Yohana sura 14 mstari wa 6. Nasoma katika jina la Yesu. Amina. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema mimi ndimi njia. Na watu wengi tunajua duniani hapa wanatafutaga njia ya kweli, sio? Njia ya kweli ya kwenda kwa Mungu. Yesu ndiye njia. Lakini sio njia tu, Yesu ndiye kweli. Na Yesu ndiye uzima wenyewe wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Alikuja ili watu wapate ondoleo la dhambi na watambue kwamba Yesu ndiye njia, Yesu ndiye kweli, Yesu ndiye uzima. Sasa hivyo vitu vitatu amevisema ili vikusaidie wewe kwanza hapa duniani. Wakati unatafuta kufanya jambo la kimaendeleo, unatafuta njia. Njia ni nani? Ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitaka kuanzisha labda biashara yoyote ile, unataka hiyo ifanikiwe, ukweli utakwenda kwa nani? Kwa Yesu. Na ukitaka hiyo biashara yako idumu, iwe na uzima, huo uzima unapatikana kwa nani? Kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ametoa vikanuni vya kufuata. Yoyote anayefuata hizo kanuni anapata kama alivyosema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo ndiye nani? Ndio Yesu. Sasa watu wengi wanasema haiwezekani. Yesu akawa ndio Baba, Yesu akawa ndio Mwana, na Yesu akawa ndio Roho Mtakatifu.
Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda kutolea mfano. Kwa mfano hapa tuna katibu. Ndani ya kanisa sisi tunajua katibu wetu ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Katibu, simama kidogo. Karibu hapa mbele. Naomba nimtolee mfano huyu. Kama kwa huyu inawezekana, kwa nini kwa Yesu haiwezekani? Huyu ni ndani ya kanisa tunamjua huyu ndio nani? Katibu. Kwa hiyo wewe ukiambiwa utafute katibu wako wa kanisa, utampata nani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe huyu ni mume wa mtu. Jina lako naitwa nani? Hivi tukisema tumtafute mume wa Joyce, tutampata nani? Tutampata nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao ni watu wawili, mtu mmoja? Ni mmoja, sio? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe huyu ni katibu, lakini huyu ni nani? Ni mume wa nani? Wa Joyce. Haya, tukisema tumtafute Baba Blai, tuachane na mume wa Joyce, tuachane na katibu, tumtafute Baba Blai kwa pamoja, tutampata nani? Kama mambo matatu yanawezekana kwa huyu, kwa Mungu inashindikana vipi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana, vitu vitatu vyote vinamfuata yeye, lakini ni mmoja. Kwa nini Mungu ishindikane? Karibu ukae. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mtu hataki kuelewa, atakuja kuelewa siku ya mwisho kwenye moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mtu hataki kuelewa, mwache, usimlazimishe, atakuja kuelewa siku ya mwisho akiwa ametumbukizwa kwenye nini? Kwenye moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tukaangalie upendo wa Yesu. Tukaangalie nini? Upendo wa Yesu. Upendo wa Yesu kwetu ni wa thamani sana. Upendo wa Yesu kwetu ni wa kipekee mno. Upendo wa Yesu kwa kila mmoja hapa ni wa muhimu sana kujua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza ni wa thamani, lakini pili ni wa kipekee, tatu ni wa muhimu sana kujua. Ukishaujua upendo wa Yesu, hakika nakwambia hautokata tamaa kwa jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Hautokata tamaa kwa jambo lolote. Ukishaujua tu upendo wa Yesu, hautokata tamaa kwa jambo lolote. Upendo wa Yesu sio wa maneno tu. Upendo wa Yesu ni wa vitendo pia. Ndio maana unaona alichukua mpaka hatua ya kwenda pale msalabani, akasulubiwa kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Huo ndio upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuamua kujikana kwa ajili ya watu wengine, sio kwa ajili ya wewe upate faida. Unajua kuna utofauti. Mtu mwingine anaweza akasema mimi nakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Niko tayari kupitia chochote kile, lakini kumbe ameona kuna faida ataipata mbele. Lakini Yesu alikuwa amejitoa ili wewe, Bwana Yesu asifiwe, amen, upate faida nani? Wewe. Usipotee ili uwe na uzima wa milele. Huo ndio upendo wa kweli. Bwana Yesu asifiwe, amen. Tuangalie mambo muhimu. Tutaenda kumaliza na hayo mambo muhimu kuhusu upendo wa Yesu. Moja, upendo wa Yesu, alitupenda hata kabla hatujamjua. Yesu alitupenda hata kabla hatujamjua. Alikupenda wewe kabla hata wewe hujamjua yeye. Tusome Warumi sura ya 5 na mstari wa 8. Wanadamu wanapendana baada ya kujuana. Nasoma katika, lakini Yesu alikupenda kabla hajakujua. Karibu. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukianza ule mstari wa 7 anasema kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuhutubu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hiyo alitupenda kabla sisi hatujamjua. Maana yake alitupenda wakati sisi tukiendelea kutenda nini? Dhambi. Yeye alishaleta upendo wake kwetu tayari. Kwa hiyo ibaki tu wewe sasa kujua
na kuweza kupokea ule upendo wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwanadamu yote akisema anakupenda sawa, lakini siku wewe ukifa unakufa peke yako na kaburini utaenda peke yako, yeye atalia, atanyamaza, ataendelea na maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sio Yesu. Yesu alikufa kwa ajili yako, kwa ajili yangu, ili leo hii ndo tunaona tuna uzima nini? Wa milele. Leo hii ndo tunaona kwamba tunaweza tukaomba chochote mbele za Mungu na tukapata. Leo hii tunaona tuna afya tele. Shetani akileta magonjwa tunamkemea kwa jina la Yesu, anafanya nini? Anakimbia. Kwa sababu gani? Ni ule upendo ambao Yesu aliuonyesha pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini namba 2, upendo wake haubadiliki. Upendo wa Yesu hufanya nini? Haubadiliki. Waebrania sura ile ya 13 na mstari wa 8. Upendo wa Yesu uko vile vile, haubadiliki. Na ndio maana unaona kwa kutokubadilika upendo wake, utakuta mtu mwingine yuko ndani ya Yesu, labda katoka kaenda kutenda dhambi, akikumbuka tu kwamba kuna Yesu, akitubu tu anarudishwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo wa Yesu haubadiliki. Haubadiliki. Waebrania sura 13 mstari wa 8. Mstari wa 8. Msifanye migumu mioyo yenu. Waebrania sura ya 13. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu Kristo kama ulikutana naye jana, ndio yule yule wa leo na ndio yule yule wa milele yote. Kwa hiyo habadiliki. Kwa hiyo upendo wake umebaki pale pale. Yeye alishakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kilichobaki ni mimi na wewe kupokea sasa ile neema ambayo yeye ameleta, ambayo ni uzima nini? Wa milele. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo iwe leo, iwe kesho, iwe mwakani, yoyote atakayeamua kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake atafanyika kuwa mtoto nani? Wa Mungu. Kwa hiyo upendo wake unaendelea kuelea mpaka ile siku ambayo yeye atakuja, siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo ndio Yesu. Na huo ndio upendo wa kweli ambao hauna mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jambo la 3. Katika upendo wa Yesu hakuna kinachotutenga na upendo wake. Ndio maana ukijaribu mambo yakijaribu kukutenga na upendo wa Yesu, Roho Mtakatifu anakuja na kukumbusha mambo makubwa ambayo Yesu aliyafanya kwa ajili yako. Anakuambia simamia hapa, ulikosea hapa, simamia hapa, nenda mbele. Kwa hiyo hakuna cha kukutenga na upendo wa nani? Wa Yesu. Warumi sura ya 8 mstari wa 38 hadi 39. Warumi sura ya 8 mstari wa 38 hadi 39. Nasoma katika jina la Yesu. Amina. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kukutenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa haya aliyoyaorodhesha hapa ndiyo yanayowasumbua watu wengi kwenye maisha yao. Anasema kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti. Sinaona watu wengi wanaogopa sana mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sinaona watu wengi wanaogopa nini? Kufa. Watu wengi wanaogopa kufa. Watu wengi wanaogopa mauti. Lakini Yesu anasema hicho watu ambacho wanakiogopa wewe kisikutishe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hiko hata kikifika kitokutengana nani? Na Yesu. Kikikutoa kwenye mwili kinakufanya ukutane na nani? Na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wewe yote
aliyepokea Yesu hakuna kitakachomtisha, na tunajua kitisho cha mwisho kabisa wanadamu wanakiogopa nini? Mauti. Sasa kumbe mauti ikijifanya yenyewe mwamba inakuja kukutana na wewe, inakusababisha itengane na mwili wako, wewe mwenyewe unaenda nani? Kwa Yesu. Amen. Inakurahisishia njia ya kukutana nani? Na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hapa anasema yoyote aliyempokea Yesu, wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka. Unajua mtu akiwa na mamlaka anaweza akasema na kutishia sina nini, wala haiwezi kukutenga na upendo nani? Wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Akaendelea tena, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini. Yaani anaposema wala yaliyo juu, maana ni juu mbinguni, wala yaliyo chini kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Mama yanayoendelea kule kuzimu, wewe hayawezi kukutenga na upendo nani? Wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaendelea tena, wala kiumbe kinginecho chote hakitaweza, sio hakiwezi, hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa isije ukasema ndoa yangu ina changamoto, haiwezi kukutenga na upendo wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Biashara yangu haiendi, haiwezi kukutenga na upendo nani? Wa Mungu. Bado Yesu yule alishakufa na upendo wake ameshamwaga. Kikubwa kinachotakiwa kamatane na yeye, ambatana na yeye. Nionyeshe njia Yesu, nipite wapi hapa? Yesu, tazama ninayopitia haya, niende wapi hapa? Yeye atakwambia pita huku usiende, fanya hiki usifanye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwisho wa siku wale wote walikuwa wanakuanzia mabaya, wanakuona umesimama juu ya mlima kule. Amen. Unang'aa. Wanaanza kuja mmoja mmoja, Bwana unajua Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumtumikie Yesu, tutapata neema ya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huo ndio upendo nani? Wa Yesu. Lakini namba 4, Yesu upendo wake anawajali na kuwalinda walio wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anawajali na kuwalinda walio wake. Na ndio maana anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kuomba na kusali pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na nani? Na Mungu. Na anasema Mungu atawahifadhi, atawapatia kwa kadri mnachokihitaji. Hatawapungukia chochote wala hatawaacha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio Mungu tunayemtumikia. Amen. Kwa kuna jambo lolote unahitaji lifanikiwe, rudi kwake. Nilikuwa nawaambia wale watu jana, walikuwa wanauliza swali moja. Akawa anasema kwa nini watu wengi, kwa nini vijana wengi wanakata tamaa wakishaona mambo yao hayasongi. Nikaambia wanaoruhusiwa kukata tamaa kama mambo yao hayasongi ni wale tu ambao hawana Mungu ndani yao. Au kata tu tamaa. Ndio maana nasema mtu yeyote kama bado una pumzi uruhusiwa kukata tamaa. Ila ukishajiona umefika kwa shetani kule kuzimu, hapo kata tamaa, kwa sababu hamna tena nini? Hamna wokovu mwingine hapo. Umeshashikiliwa kule, subiria hukumu siku ya nini? Ya mwisho. Kwa hiyo wote wanaokata tamaa ni wale ambao wako nje na Mungu. Hawataki kumsikia Mungu anasema nini juu ya maisha yao. Hao ndio wanakata nini? Tamaa. Kwa sababu kama Mungu anakuambia kitu, unajua mwisho kukata tamaa. Kwa mfano baadhi ya mikoa fulani watu wakata tamaa wanaenda kujinyonga, sio? Sasa ukishajinyonga ndio umepata majibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shida ni nini ndani yake? Ukichunguza alikuwa yuko mbali na nani? Na Mungu. Lakini angekuwa karibu na Mungu angemwambia hilo jambo ni dogo sana. Hakuna jambo lolote gumu linaloshindikana mbele za nani? Za Mungu. Hakuna jambo lolote duniani hapa. Kila jambo linawezekana mbele za nani? Za Mungu. Inategemea tu moyo wako wewe umeuchiuni vipi kumwendea nani? Mungu katika lile jambo ili akusaidie. Ukijifanya unaweza, Mungu anakuangalia na anakuacha. Sasa nishasema kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu alifanya nini? Mungu anaheshimu maamuzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiamua kumfuata shetani, yeye anasema katika neno lake anakupa na nguvu
ya upotevu ili upotee zaidi. Ukiamua kumfuata yeye, anakupa na nguvu ya ufahamu ili ufahamu zaidi yeye. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio Mungu, hana ubaguzi, anaheshimu maamuzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini Mungu anawachaga wale watu wanaomba, Mungu tusaidie, tuna shida ya pesa na nini? Ukishapata pesa, hawarudi tena kwa Mungu kwenda kuomba ushauri. Wanapitiliza, wanakutana na shetani, anawapa ushauri, bana sasa hii pesa matumizi yake ni 1 2 3. Kwa nini Mungu anawacha? Anataka, kwa sababu amekupa wewe akili ya kuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amekupa nini? Akili. Yaani wewe amekupa akili, mnyama hajampa nini? Akili. Hajampa utashi. Wewe amekupa akili na utashi wa kuchagua. Ndio maana hata siku ya hukumu atakaye simama pale, sio mnyama, sio nani, ni wewe. Atakwambia katika zile akili na utashi niliyokupatia, wewe ulichagua mambo gani ukiwapo duniani? Anakufungulia pale screen yako. Kama ni nchi ya 54, sio ngapi unajiona pale, umetoka kule mara umeenda kule, mara umedanganya pale, mara umerudi. Yaani unazunguka tu mara kule mara umeenda. Anasema kwa hayo mimi ndio Mungu nimekaa hapa. Sitaki nikuhukumu. Kwa hayo uliyofanya wewe mwenyewe, unaona wapi kuna kufaa kwenda. Haujibu, unaanza kutanguliza mwenyewe kuelekea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Utaonekana ile siku ya mwisho kwa screen kabisa, utaonekana. Umeenda huku mara umefanya kile mara umefanya fujo ile mara Mungu anakuangalia tu. Yuko kule cameraman anarekodi tu, anatunza. Anarekodi, anatunza. Hivi vyote tunavyoviona duniani labda vinarekodi, sio vinahifadhi na nini. Haya ni mfano tu, yanaendelea wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ni mfano tu. Yote tunayoyafanya sasa tutaenda kutoa hesabu kule. Mungu, sio kuna wale watu wanataka ushahidi. Mungu wapi? Uliona wapi? Unafunguliwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wote wanakuona huyo bwana kaenda kule. Sasa pale hakuna atakayemteka mwenyewe, kwa kila mmoja anasubiria na yeye. Yeye zamu yake itakuwa vipi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukisimama katika kweli, ndio ile siku ya mwisho utadhihirika na utabaki katika kweli. Sasa tunajua utabaki katika kweli, na kweli ni nani? Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Ukisimama katika uongo, utaenda katika uongo. Tunajua uongo ni wa nani? Wa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Mungu anasema usiseme uongo. Anayesema uongo ni wa Ibilisi, atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Na Mungu akishasema hilo neno, ogopa kutenda dhambi, isije ukawa nani? Wa Ibilisi. Siku ile watasimama watu wa kweli. Umefuata njia sawa, ongera, umefuata njia, umekuja mpaka hapa. Haya, tunaenda kwenye ya pili. Kweli yako iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ile kweli ndio inakusababisha upate kile cha tatu, uzima wa milele. Au kweli inakusababisha ukose uzima wa milele. Kwa sababu ukitoa kweli kitakachofuata ndani nini? Uongo. Uongo utakurudisha kwenye mauti ya milele. Tuwe makini sana watoto wa Mungu. Tuko duniani hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ishi kama Mungu anavyotaka. Usiishi kama wewe unavyotaka. Amen. Namba 5. Hatujasoma hilo andiko kwamba Yesu anatujali na kutulinda. Yohana sura ya 10 mstari wa 11. Yohana sura ya 10 na mstari wa 11. Nasoma katika jina la Yesu. Amina. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Na tunajua aliyetoa uhai wake ni nani? Ni Yesu. Maana alitoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Unajua anamaanisha nini hapa? Kwa mfano hawa wachungaji wa kawaida wakiwa wanachunga, tumchukulie kwa mfano nani? Daudi aliyempiga Goliath.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi yeye alikuwa katika familia yake aliteuliwa kama mchungaji, akachunge mifugo ya familia. Afu kaka zake na nini waende wapi? Vitani. Bwana Yesu asifiwe. Yeye kule kwenye kuchunga ile mifugo akakutana na simba. Kwa hiyo kwa kuwa yeye alikabidhiwa kwamba nenda kawachunge hawa, alitakiwa apambane na simba kuhakikisha kondoo wanakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kwamba Daudi aliweza kumlalua mpaka simba akamua, akakutana na dubu mpaka akamua, kuhakikisha kondoo wanakuwa salama, aliwalinda. Yesu anaposema hivi, maana anasema kwamba mimi ndiye mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo, maana yeye anatulinda siku zote. Unapokuwa kwake hakuna chochote kibaya kitakachoweza kufanya kukupata. Utasikia tu jirani mara kule mara mtaa ule na nini, na kiwe kinakuruka kwa sababu gani? Sio kwa sababu wewe una nini, lakini unaye Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile damu ya Yesu bado inanena mema mpaka leo. Amina. Tunakumbuka wana wa Israeli waliambiwa na Musa, Mungu ameniambia chinjeni kondoo. Leo itakuwa ni Pasaka. Lakini damu pakeni kwenye mimo ya milango. Lengo lake ni kwamba kama ishara Mungu atakapokuwa anakuja na shetani naye anakusikia. Alikuja Mungu na nani? Na shetani. Aliyetumwa kuangamiza ni shetani. Kwa shetani anakuja akiona kuna damu anajua hapa mimi. Kwa mtoto wa Mungu analuka. Ndio ile inasema basi over Pasaka. Analuka kwenda sehemu ambapo hakuna nini? Damu. Ambapo ndio alama ya watoto nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa damu ya Yesu bado inanena mema mpaka leo. Shetani akifika tukiona damu ya Yesu sasa, huyu mtoto wa Mungu anaondoka anaenda kwa wake, anaenda kumshughulikia huko. Ndio maana unakuta siku ile wana wa Israeli hakukufa hata kitu hiki kimoja, lakini Misri Farao akafiwa na mtoto wake. Yaani kila nyumba ya Misri kulikuwa na msiba. Kuanzia watu mpaka wanyama, kwa sababu walikuwa wale wa kwanza wote walikuwa wanafanya wanakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapigo lile ndo Farao akawaruhusu sasa wana wa Israeli waondoke. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo anaposema kwamba mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo, anamaanisha kwamba yeye alipotoa uhai wake na kumwaga damu yake kama msalabani, ile damu bado inanena mema mpaka leo. Ni jinsi tu wewe utakavyoweza kuitumia. Na watu wanasemaga tumia damu ya Yesu. Tangaza kwa damu ya Yesu familia yangu inaenda 1 2 3. Vile unavyotaka familia yako iende kwa damu ya Yesu. Biashara yako inaenda hivi na hivi na hivi. Mimi ninafanikiwa kwa sababu Mungu amesema nifanikiwe katika mambo yote. Kwa damu ya Yesu unatangaza, usikae kimya. Amen. Bwana asifiwe. Ukikaa kimya shetani atakuonea. Ukitangaza shetani atakimbia. Elewa hilo. Bwana asifiwe. Amen. Yule mama aliyetaka kudhulumiwa angekaa kimya, singezulumiwa. Lakini akasema hapa siendi popote. Yaani hapa ni huyu ndiye atakayenipa haki yangu. Kila asubuhi ngoma huko. Jamani kafungueni kuna mgeni, tunamkuta mama huyo. Nimwambie baba yako anataka haki yangu. Mwambie muamshe huko mimi niko hapa. Anaongea na ondoka. Kesho tena asubuhi huko jamani kuna mgeni alifungua yule. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka akampatia haki yake. Leo hii zamu yako. Bwana asifiwe. Amen. Usichoke. Chochote kile bado hakijafika mwisho. Ukiona bado matokeo hakuna, usichoke. Endelea mpaka utaona matokeo. Amen. Yesu yupo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namba 5, upendo wa Yesu unachokifanya. Anatuita kila siku tumtii na kumpenda. Kila siku Yesu anakuita. Yohana sura 14 mstari wa 15. Yohana sura 14 mstari wa 15. Kila siku Yesu anakuita. Nasoma katika jina la Yesu. Amina. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Tazama kuanzia ule mstari wa tusomee kuanzia mstari wa 13. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya.
Amina. Anasema nanyi mkiniomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe kukuambia wewe, kuniambia na mimi, kwamba chochote tunachotaka tukimuomba tutafanya nini? Tutapewa. Na lengo kubwa ni kwamba anasema mkisha nipenda, kama kweli mnanipenda, mtazishika amri zangu. Amri yake muombe chochote tunachokitaka tutapewa. Amri yake nyingine, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Yaani jitahidi sana, hata kwa wiki moja angalau upate mtu mmoja tu umemwambia habari za nani? Za Yesu. Sababu ile siku ya mwisho yeye atakachoangalia umezaa matunda. Na matunda ni wale watu ambao wewe umewahubiria habari njema. Kama umeshamhubiria amekataa, tayari kule simesharekodiwa. Amina. Baba, mimi nishahubiri sana, inafunguliwa pale screen, wanaonekana kweli alishajitahidi, amehubiri sana huyu. Hata kama wamekataa, lakini hawakukataa wewe, wamenikataa mimi, pita huku mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukikaa kimya wiki nzima hujahubiri, maana umekataa amri ya nani? Mbona dhambi zingine sasa mimi sitendi dhambi, lakini unakuta kuna sehemu ndogo bila kufunga hivi. Wiki nzima hujahubiri, umekaa tu kimya, umekutana na watu, habari nzuri. Salama kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini huyo ambaye unamwambia salama, wewe kweli ni salama, lakini yeye anayeyapitia anatamani hata kuambia nini, anaogopa wapi pa kuanzia. Lakini ukimwambia bwana, kuna jambo hapa, kuna habari njema, na yeye anasogea. Akianza kusikia anakwambia bwana kweli, lakini mimi na 1 2 3 naomba nisaidie, nafanyaje hapo? Unampeleka kwa Mungu, anapata neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hayo ndiyo mambo muhimu kuhusu upendo wa Yesu. Tuombe. Baba Mungu, kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, katika jina la Yesu, watoto wako tunakuja mbele yako tukisema asante kwa neema na upendo wako. Asante kwa yote ambao umetuonyesha mahali hapa Bwana. Nasi kwa mioyo ya unyenyekevu tunaamini Bwana tutayafanya yale yote uliyotuagiza mahali hapa. Tunajua Baba umetuagiza, nasi hatuna budi kuyafanya yale yote uliyotuagiza katika jina la Yesu. Tumekujua Yesu wewe ni nani, na tumejua upendo wako jinsi ulivyo mwingi katika maisha yetu. Tunakuomba Bwana kwa kupitia Roho wako Mtakatifu aliyopo ndani yetu, utusaidie Bwana, atufundishe, atuhekimishe, atuonyeshe mambo yajayo, atuonyeshe na yale tuliyoyasahau Bwana, ili tuweze kufanya sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba, ninambariki kila mmoja mahali hapa Bwana, asibaki kama alivyo. Baba wa mbinguni, ninakuomba kasimame na maisha yake, kasimame na mipango yake, ukamwelekeze namna gani ya kuenenda katika maisha ambayo akiwepo ndani ya Kristo Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Kila anachokianza Bwana kikafanikiwe, kila anachokiendeleza Baba kikafanikiwe. Yale maono yake Bwana ukayasimamie katika jina la Yesu Kristo. Kila kikwazo cha shetani ambacho kinataka kuweza kuvunja maono yake, ninakipinga katika jina la Yesu. Hakina nafasi katika maisha yake, bali neema yako Mungu, upendo wako Mungu, amani yako Mungu, furaha yako Mungu ndiyo ikaweze kuambatana na maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni uliumba mbingu na nchi, tumeomba kushukuru. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amina. Kabla sijamkaribisha katibu, wiki hii inaanza ndio wiki yetu ya mfungo. Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa tayari katika kufunga na kuomba. Na tuna wiki, tutakuwa na wiki hii alafu na wiki ya 3. Kwa hiyo tutaelekeza zaidi katika kufunga na kuomba kwa ajili ya kuomba Mungu neema na kuweza kukaribia mahali hapa, sababu mwezi huu wa 8 wa 9 tutakuwa tulipie. Tarehe 11 mwezi wa 9 tutakuwa tulipie. Kwa hiyo ukipiga hesabu unakuta bado kama mwezi mmoja tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi yetu yote elekeza mbele za Mungu kuhakikisha kwamba Mungu anafanya jambo, tunaweza kupata fedha ya kulipia hapa. Fedha ya kulipia mahali hapa ni 2,204 kwa miezi 6. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mpaka sasa nadhani tunayo
tuko na kama laki 9 nadhani. Kitu kama laki 9. Mungu amefanya, watu wanatoa, tumefikisha kama laki 9. Bwana Yesu asifiwe. Hata makofi na maana imebakia shilingi ngapi hapo? Imebakia kama milioni moja na milioni moja laki 5. Bwana Yesu asifiwe. Sio nyingi mbele za nani? Za Mungu. Ukianza kuchukua kama ni nyingi, hauna hela. Milioni moja na laki 5 ni kama 1500. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mbele za Mungu ni kama 1500 au kama 100 tu. Kwa hiyo tuendelee kushikamana. Wiki hii ni ya maombi. Endelea kutoa kwa ajili ya neema ya Mungu kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iko cha kwanza, lakini pia tutaomba pia kwa ajili ya tenti. Nataka ifikie mwezi wa 9 tukishalipa tu kodi tunahamia hapo nje. Yaani tufanye juu chini, lazima tenti lipatikane, tuhamie hapo nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jiangalieni wenyewe hapo, geukeni nyuma, mmebaki viti vingapi? Viti vingapi vimebaki? 1, 2, 3, 4, 5. Ni vinne manake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kama ni viti vinne vimebakia, kuna hao ambao hawajafika leo. Wangewepo mali kwa kikopa mfano ni pamejaa. Na niwaambie kitu kimoja, Mungu hawezi kuongeza watu kama tayari hapo tumeshajaa. Wale watu wengine watakapofika wanakaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tutakapotanua hema ndipo Mungu naye atawaleta watu wake. Kwa hiyo mwezi wa 9 tufanye, tujue lazima hapo nje tutahamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Viti vingine vimefungiwa huko ndani. Vile viti ni vya watu, lazima watu wakae. Vimefungiwa huko ndani, tena viko kama hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo lazima tuhakikishe hapo nje napo pana Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajua wote tulikotoka, tulipo na tunapoelekea. Yaani ukiomba Mungu akuonyeshe wapi unapoenda, utafurahi kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nafurahi kila siku sababu Mungu naona jinsi anavyonionyesha. Na wao wanashirikisha na viongozi. Mungu ametuonyesha tunaelekea sehemu fulani. Kwa hiyo hapa kuna hiyo pesa, lakini kuna ile tenti. Yaani mwezi wa 9 tukihakikisha tukishalipa tu ile kodi, tayari tutakuwa tumefanya nini? Tumehamia hapo nje. Sasa pale pana uwanja mkubwa sana na ile tenti naamini litafika mpaka pale mlangoni. Kwa hiyo tutakuwa na uwanja mkubwa sana kuliko hapa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki. Amen.